Kitu kingine ambacho pia kimekuwa kwenye mitandao ni kuhusiana na huyu jamaa kutoka Zimbabwe ambaye anaitwa Sawiknel Chivayo. Huyu ameonekana kwenye video, of course weekend ambayo imepita tumeona ile engagement ceremony ya mtoto wake Rais Charlene Ruto, na baada ya hapo kulitokea video ambayo ilimuonyesha yeye akiwa driven around na President Ruto. Watu wakawa naibua gumzo kwenye mitandao kwamba ukaribu wake na Rais Ruto ni gani, na je, mbona rais ambaye ni kiongozi wa taifa anaweza kumwendesha mtu kwa gari tu bila hata ile security detail. Of course watu wakasema kwamba pia ni kushusha hadhi ya ofisi ambayo rais anaiongoza, na watu ni wengi, lakini pia vile vile rais pia ni mwanadamu, ana marafiki zake, huenda pengine pia tukiangalia kutathmini, lakini vile vile haikai vizuri public eye. Ukiangalia ile video kwa ukaribu utaona kwamba rais hakuwa anapendelea kurekodiwa. Ni maoni yangu, naona kama rais wakati ule alikuwa anarekodiwa alikuwa anahisi kama hii video haifai kutoka kule nje, lakini video ilitoka. Na vile vile pia jana tumeona tena video nyingine ambayo inaonyesha rais akimzungusha yule Chivayo katika shamba lake ambalo ni shamba kubwa kabisa, an extensive piece of land, ambapo rais ni mkulima. Anamuonyesha jinsi gani anafanya mambo hayo ya ukulima. Maoni yamekuwa mengi, niachie kwenye comment section unavyohisi kuhusiana na hii story, pamoja na story zingine ambazo nimeweza kuwekea hapo juu ama kuweza kuziangazia. Mwaka mmoja ndani ya uchaguzi, siku mbili zimekatika, tutakuwa tunaona kivumbi kikitumuliwa kweli kwenda mbele, na of course kutakuwa na a lot of talk, a lot of political talk kwenye mitandao ya kijamii, kwenye interview. Sasa hapa ndio Wakenya wanahitaji kuwa macho zaidi kujua kwamba huu ni uvumi, hili ni kweli, na waweze kuangazia kitu ambacho kitawasaidia katika kuchagua viongozi ambao wataendeleza zile juhudi ambazo zimefanywa na baadhi ya viongozi ambao wamekuwa kwenye uongozi hapo nyuma, na vile vile pia kuweza kuleta mabadiliko ambayo Wakenya wanatamani. Mambo ni mengi kwenye siasa, tutakuwa tunakuwekea hapa Paruanja uweze kufuatilia nini kinaendelea katika ulingo huo kwenye Kumbo Media Updates, kwenye channel yangu ya Namisi Mswahili YouTube channel, utakuwa unanipata pale. Kila wakati tunachambua hizi story. Make sure una subscribe, like, share ili tuweze kusonga tu mbele pamoja katika kukuza hii platform